akitufundisha mahali hapa, akisema ya kwamba mtu yoyote hawezi kuishi maisha matakatifu pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Juhudi zetu za kibinadamu haziwezi kutufanya sisi tukaweza kuishi maisha matakatifu. Ni pale tu ambako Roho Mtakatifu anapoingia ndani, ndipo anapotupa nguvu mpya, anatupa safari mpya, anatuwezesha kuweza kuishi maisha ya ushindi na maisha matakatifu ya kuweza kumpendeza Mungu. Kwa Roho Mtakatifu ndiyo anayetusaidia sisi tuweze kuishi maisha ya ukamilifu mbele zake kila wakati, kila saa. Ndio maana sasa katika hili andiko, katika hili Warumi 8:13-14 utaona kuna maneno yanayosema kama mkiaficha matendo ya mwili kwa Roho, kama mkiaficha, kwa lugha nyingine, kama mkiangamiza matendo ya mwili katika Roho, kama mkiaficha, anasema hii inamaanisha ni kule kujiima, kujitoa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na kujitiisha kile Roho Mtakatifu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapokuwa tunaendelea, Roho Mtakatifu tutaanza kumsikia. Yaani mpaka somo hili linaishi, Roho Mtakatifu kila mmoja hapa tutakuwa tumejaza Roho Mtakatifu. Kila mmoja hapa tutaweza kumsikia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndiye atakuwa anatuongoza. Yeye anaona hatari. Yeye anajua yote. Hapo wewe huwezi kuona, yeye anaona. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye atakuwa uzima ndani yetu. Atapoona tu anaweza kuwa tofauti, atakwambia mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujinyima na kujitoa katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye Roho pekee anaweza kuiondoa mizizi ya dhambi katika maisha yetu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu mno katika maisha yako. Roho Mtakatifu ni muhimu mno katika maisha yako. Ndio maana leo Roho Mtakatifu ameachia somo hili ili tuweze kumjua. Kwa sababu wengi hatumjui jinsi tunavyopaswa kumwelewa. Na iko furaha kubwa mno tukijua huyu Roho Mtakatifu. Hautakuja kujutia kwa kumwelewa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno hili mtaishi kama mkiishi. Nasema neno mtaishi, hayo inaonyesha kwamba ni ushindi wa dhambi. Hivi ni ushindi tayari nao kama mtaishi. Kwa neno tukiishi tayari tuko katika hali ya kuenenda katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwamba kuna nuru ambayo itakuwa ndani yetu. Ipo, itakutuongoza tuweze kuishi kwa furaha, amani na kinikia katika uwepo wa Mungu kila wakati. Lakini ingine nasema hao wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Kwa sasa huu ni ushindi na ishara inayotuonyesha kabisa kwamba hapa Roho wa Mungu yupo ndani yetu anaishi. Kwamba hao wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Kwa tutapokuwa watoto wa Mungu, wana wa Mungu, tayari ni ushahidi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tamani sana Roho Mtakatifu, ni wa pekee mno. Na Bwana Yesu akasema ni afadhali mimi niondoke. Leo wa pekee mno. Ni wa ajabu sana. Tusome ile Wagalatia 5:16-17. Wagalatia 5:16-17 na yote inaonyesha namna ambavyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Yes, Wagalatia 5:16-17 unasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 17, kwa sababu mwili utumaini ukishindana. Nitarudia. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo kuishi maisha ya utakatifu na utaua ni matokeo ya kukaa chini ya utiifu wa Roho Mtakatifu.
Pasipokuwa na huyo Roho Mtakatifu, hakuna yeyote mwenye mwili duniani, hawe pastor, hawe askofu, hawe yeyote atakayeweza kuishi maisha ya utaua na utakatifu mbele zake. Hayupo. Ni Roho Mtakatifu pekee. Yeye ndio anatuwezesha sisi tuweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tutakuwa chini ya utiifu wa Roho Mtakatifu. Kama Biblia neno linasema hizi zote zimepingana, wala haziwezi. Roho kupingana na mwili na mwili kupingana na roho. Roho ya mwanadamu inapingana na mwili na mwili kupingana. Roho inataka mapenzi ya Mungu, lakini mwili nao unataka yale mapenzi ambayo yapo ya kiduniani, ambayo hayampendezi Mungu. Sasa hizi zote zimepingana. Roho Mtakatifu tunapokuwa sasa tunaanza kumruhusu sisi kuwa chini ya uongozi wake, ndipo pale sasa roho ya mwanadamu inapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu na kuanza kuishi. Kwa pale tunapoanza utiifu chini ya Roho Mtakatifu, ndipo sasa anaanza kutupa nguvu mpya. Roho ya Bwana haiji na roho nyingine ambayo inaweza kupinga kushindwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo zuri sana. Tusome tena ile wa Filipi 2:13. Wa Filipi 2:13. Filipi 2:13. Wa Filipi 2:13 inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Roho wa Mungu ndiye anafanya kazi ya waamini. Yeye ndiye anatupa nguvu ya kuweza kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Tusipokuwa na huyu Roho Mtakatifu, hatuwezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu, hatuwezi kumpendeza Mungu. Tutakuwa tunafanya mapenzi ya kwetu wenyewe ambaye yanampendeza Shetani. Hatuwezi kumpa Mungu utukufu tusipokuwa na huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Na yeye ndio kila kitu. Unamhitaji Roho Mtakatifu kuliko kitu kingine chochote. Kuliko mtu yoyote. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi huwa inaleta utumwa, lakini Roho Mtakatifu analeta ushindi na uhuru. Dhambi inaleta utumwa, lakini Roho Mtakatifu analeta ushindi. Tunamruhusu Roho Mtakatifu na kuendelea kumfahamu, yeye anatupa ushindi, anatupa uhuru. Tunaweza sasa kuwa na nguvu mpya. Na maana sasa umuhimu wa somo hili, baada ya somo hili tutajiona tofauti, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Na yeye ndio chanzo cha nguvu zetu. Kwa hiyo kadri tunavyomruhusu yeye aweze kukaa ndani yetu, ndivyo sasa Roho Mtakatifu anazidi kukaa na kutufunulia na kutufundisha na kutuongoza, kwa sababu tumemruhusu. Kwa hiyo kuna kazi mojawapo ya kumruhusu. Kwa vile tunapoendelea kumruhusu, kuendelea kumtii, amekwambia jambo unamtii, na haki pale unamruhusu. Akikwambia jambo fulani, yeye ni mwaminifu. Hafanyi kinyume na wewe usivyotaka. Kwa hiyo anakuangalia, anakuwa yuko pale ndani yako, unaona sauti ya upole sana ikikuelekeza. Kwa hiyo pale unapoamua kwanza kumtii, kwa maana vile kumruhusu, ndivyo unavyompa nguvu aendelee kuongoza. Lakini ukimzimisha, yeye hawezi kutenda sawasawa na vile ambavyo anaweza kutenda, ingawa na nguvu zote, yeye ni kila kitu. Kwa hiyo tumruhusu Roho Mtakatifu. Sina ya maneno sasa, ni maneno ya kukiri, ni maneno ya kukiri. Unapokuwa yatamke kwa imani. Usiyatamke katika hali ya kawaida. Tamka kwa imani, tamka kwa imani, kwa sababu haya maneno kama ambavyo tunasema, Yesu alisema, haya maneno ninawaambia ni roho na tena ni uzima. Haya maneno ninawaambia ni roho na tena ni uzima. Na haya maneno ninawaambia mtamke ni roho na tena ni uzima. Sema maneno sasa haya. Roho Mtakatifu, nisaidie kushinda dhambi kwa nguvu zako. Nisaidie kushinda dhambi kwa nguvu zako.
si kwa nguvu zangu. si kwa nguvu zangu. Niondolee tamaa za mwili. Niondolee tamaa za mwili. Unijaze matunda ya utakatifu. Unijaze matunda ya utakatifu. Niongoze kila siku niwe na utii mbele zako. Niongoze kila siku niwe na utii. Bwana naomba unisaidie. Bwana naomba unisaidie. Lakini sababu nyingine Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio mfariji. Yeye ndio mfariji wa moyo wenye huzuni. Yeye ndio mfariji wa moyo wenye huzuni. Kama wanadamu tunapita katika nyakati nyingi. Kuna wakati tunakuwa na huzuni. Ndivyo ambavyo tumeumbiwa. Tunakutana na kitu kingine chochote ambacho kinatoa katika hali fulani ya kawaida ya kibinadamu. Moyo wa mwanadamu una tabia kuwa na huzuni. Unapokuwa na huzuni, hauwezi kuwa katika hali ya kawaida. Unatamani kupata mtu ambaye hatakufariji. Sasa faraja za kidunia ni tofauti kidogo. Wakati mwingine zinakuwa ziko tofauti, zinakuwa zina hila ndani yake, zinakuwa zina udanganyifu. Lakini Biblia inatufundisha kwamba Roho Mtakatifu ndio mfariji wa kweli. Ukisoma katika Yohana 14:16 anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Andika sasa Yohana 14 na ule mstari wa 16. Anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine atakaa nanyi hata milele. Yesu alipokuwa karibu kuondoka, alikuwa anamwambia wanafunzi wake kwamba sitawaacha ninyi yatima. Mimi nitawapa msaidizi mwingine kama mimi. Msaidizi mwingine kama mimi. Yesu alipokuwa duniani alikuwa ni msaidizi kwa wanafunzi wake. Yesu yule wa kimwili. Yesu yule aliyokuwa katika nafasi ya kimwili, sio Yesu katika nafasi ya uungu. Tumejifunza habari za Yesu. Kwa yeye alikuwa ni mfariji kwa wanafunzi wake. Na sasa anasema alipokaribu sasa kuondoka kwenda kwa Baba kuvaa hali ya utukufu, akasema sitawaacha, nami nitamuomba Baba ili aweze kuwapa msaidizi mwingine. Kwa yeye alikuwa ni msaidizi kwa wakati huo. Kwa hiyo pia alisema nitawapa huyo atakaa naye hata milele. Kwa hiyo sasa ukiangalia kwa neno ya Kigiriki, neno msaidizi, neno linamaanisha parakletos. Neno parakletos lina maana ya hemu nne. Ekisema tu hemu nne. Hemu ziwe nne. Wewe unakumbuka Roho Mtakatifu. Hemu nne. Yeye anaitwa mshauri. Hemu ya kwanza, mshauri. Hemu ya pili, mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Mtetezi na msaidizi. Msaidizi, mshauri, mtetezi. Bwana Yesu asifiwe. Na mfariji. Msaidizi, mfariji, mshauri na mtetezi. Kumbuka hizo nne. Kumbuka hizo nne. Hizo sasa ndio maana ya huyu mfariji. Kwa yeye ni mfariji. Wakati wa huzuni, yeye ndio pekee anaweza kufariji moyo. Na faraja yake ni faraja ya tofauti. Yeye anapoiachilia katika ndani ya moyo wa mtu ambaye ana huzuni, inakuwa kuna amani ambayo ni tofauti. Ni tofauti ni amani ambayo iko nje ya faraja ya kibinadamu. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe anaokaa ndani yetu, ndio anaachilia hiyo amani, ndio anaachilia hiyo faraja. Na yeye anapotufariji tunakuwa na nguvu. Ndio Paulo anasema, ingawa utu wetu wa nje unachaka, ingawa kwa hiyo hatuelekei, ingawa utu wetu ule unachaka, lakini utu wa ndani unafanya upya siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Yohana 14 na mstari wa 16. Amina. Hii maana Roho Mtakatifu, hiyo maana ya neno msaidizi, linatokana na Kigiriki parakletos, ambayo ina maana ya msaidizi, mfariji, mshauri, mtetezi.
Ni maneno kwa kifupi yakiwa na maana ya neno msaidizi. Kwa hiyo wewe unapokuwa na jambo lolote ambalo limekutatiza, unashinda sasa uamue katika upande gani. Yupo mshauri wa ajabu. Yupo mshauri. Kama ambavyo Yesu alitamkwa pale katika ile Isaya sura ya 9 kwamba kwa maana tunapata mtu wa yule atakuwa ni mshauri wa ajabu. Ndio alipokuwa duniani alisema nitawapa msaidizi mwingine. Yule ambaye ipo kama Yesu, lakini yeye alikuwa na uwezo wa kuwa kila sehemu, kila wakati kwa watu wote wanaohitaji kwa wakati mmoja. Yesu alipokuwa duniani alikuwa hana uwezo wa kuwa mahali hapa kwa wakati mmoja na kuwa kule kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu ni msaidizi. Yeye anaweza kuwa kila wakati kwa watu wote wanaohitaji. Kwa hiyo huko katika hali fulani unashindwa kabisa, yuko mshauri wa ajabu. Umepata hali fulani unashindwa kusonga mbele, umekwama, kumbuka yupo msaidizi. Umeona katika watu wote wamekukataa, hata na mashitoko na kila namna, na hakuna mwingine yote ambaye anaweza kaamini, jua yupo mtetezi, Roho Mtakatifu. Yupo mtetezi. Na maana sasa hapa hili hatakuja msaidizi mwingine, huyo Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu yeye atakuwa ni mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyo Roho Mtakatifu lazima kuhakikisha uwepo wa Mungu kila wakati katika maisha yetu. Kila wakati. Huyo msaidizi mwingine ni kwamba Roho Mtakatifu anaendeleza kazi ile ambayo Bwana Yesu alikuwa anafanya akiwa kwa wakati mmoja. Wakati ule Yesu alipokuwa yuko Yerusalemu, alikuwa pale pale akiwa kufundisha wanafunzi. Alikuwa eneo lile, alikuwa hawezi kuwa Tiberia, Sidoni kwa wakati mmoja, Bethlehem alikuwa hawezi kuwa kwa wakati mmoja. Lakini Roho Mtakatifu yeye anaweza kuwa mahali kote. Anaweza kuwa yuko hapa, anaweza kawa kila mmoja hapa tulipo kwa wakati mmoja, na kila mtu akamwambia kutokana na hitaji lake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akazungumza kwenye moyo wake. Roho Mtakatifu kwa wakati mmoja, kwa nyakati tofauti. Kila huyo ndio Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni wa muhimu sana. Akae nanyi hata milele. Hiyo ni ahadi ya kudumu kwamba hata tuacha. Hata tuacha kamwe. Hata katika nyakati za huzuni, Roho Mtakatifu hata kuacha. Hata katika nyakati za upweke, Roho Mtakatifu hata tuache. Hata katikati ya nyakati za mateso, kama Mkristo kuna hizo nyakati tutapitia. Kama Mkristo kuna nyakati tutakuwa na mateso. Kama Mkristo kuna nyakati tutakuwa na huzuni. Kama Mkristo kuna nyakati tutakuwa na maumivu. Kama Mkristo kuna hizo nyakati ambazo zimeruhusiwa chini ya jua. Roho Mtakatifu anasema huyo Bwana Yesu, huyo hata waacha hata milele. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na sisi hata tuache. Ni muhimu mno. Ni muhimu mno. Yeye ndio anafanya kazi ya kutuliza mioyo yenye huzuni, kuleta amani. Ndio Roho Mtakatifu. Usipokuwa naye unakosa vitu vingi sana. Wewe kumbuka kwamba hatuko peke yetu. Tuko na msaidizi. Unapopita katika jambo lolote, kumbuka hauko peke yako. Mtu wa kwanza ambaye anatakiwa umwambie, nenda kamwambie Roho Mtakatifu. Yeye ndio pekee ambaye anaweza kukuhurumia. Yeye ndio pekee ambaye anaweza kujia faraja. Yeye ndio anayejua. Na yupo anakusubiri tu umwambie jambo. Yupo. Tunajifunza tuweze kumwelewa. Na ni somo zuri mno. Katika maisha yetu litaacha alama.
Tusome sasa andiko lingine, Yohana 14 na ule mstari wa 18. Inaashiria kwamba yeye ni mfariji lakini pia hatatuacha. Yohana 14 mstari wa 18. Yes. 14:18 inasema, sitawaacha ninyi yatima, nacha kwenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa maana nyingine, sitawaacha yatima, nitakuja kwenu. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba kupitia Roho Mtakatifu, yeye Yesu bado yuko pamoja na sisi. Kupitia Roho Mtakatifu bado yuko pamoja na sisi, hata tuache yatima. Kwa hiyo usipokuwa na Yesu wewe ni yatima. Usipokuwa na huyo Roho Mtakatifu, kwa maana lugha nyingine tunakuwa yatima. Hatuna baba, hatuna mama, hatuna mtu yeyote, tunajiendea tu. Ni rahisi shetani kuweza kutupiga kwa sababu hatuna kiongozi. Kwa nguvu zetu kama binadamu ni dhaifu mno. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho Mtakatifu hata tuacha. Bwana Yesu alikuwa anatuambia mwishoni, ukiangalia alikuwa anatoa usia na kuambia, anatuambia leo hii sitawaacha yatima. Lakini tusome ile Yohana 16 mstari wa 7. Yohana 16 na ule mstari wa 17. Yohana 16 na ule mstari wa 7. Yohana 16 na ule mstari wa 7. Nitasoma. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Roho Mtakatifu ni zawadi ya pekee. Hakuna zawadi nyingine zaidi ya Roho Mtakatifu. Yesu alipokuwa akitaka kuondoka, alikuwa anawaambia yafaa mimi niondoke, kwa sababu nisipoondoka huyu msaidizi hatakuja. Yeye ni wa muhimu mno. Yesu yule wa kimwili alikuwa sehemu moja tu. Alikuwa hana uwezo wa kuwa kila mahali. Roho Mtakatifu utakuwa naye muda wote. Roho Mtakatifu hata ukitembea huko naye. Kwa hiyo tunapokuwa na Roho Mtakatifu ni sawasawa na Yesu. Uko naye pia. Roho Mtakatifu wa muhimu. Mwambie jirani yako, Roho Mtakatifu wa muhimu. Usipokuwa naye yeye, ni kwamba sisi ni yatima. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 3 na